hivyo. Bei gani? Jamani, kwa wale mashabiki zetu wa Imani Mapenzi Film, tunawapenda sana na tunawapenda sana kwa sababu nyinyi ni mabosi zetu. Nyinyi ndio watu ambao mnatupa nguvu, mnatufanya tuendelee kufanya kazi hata kama tunapitia changamoto nyingi tofauti, lakini kwa support yenu mnaotuonyesha inazidi kutupa nguvu ya sisi kuendelea kufanya kazi. Jamani, nipo hapa kuomba radhi kwa kuendeleza movie ya Msitu wa Bibi au series yetu ya Msitu wa Bibi kwa changamoto zilizojitokeza za cast. Kuna baadhi ya cast zimetufelisha kwa sababu ya kuhudhuria location, na kuna baadhi ya cast nidhamu imekuwa ndogo, umeona. Na pia changamoto kubwa tunayo kwa sababu ya hivyo ndio kikundi chetu kidogo, kwa hiyo kila mtu anakuwa anatudharau kwa sababu hatuna kitu, umeona. Lakini mimi naamini kwa support yenu ambayo mmetuonyesha katika Msitu wa Bibi, basi mtatupa support bila kuchoka. Hata kama tunawaangusha, tunawauzi, lakini mtusamee. Bado sisi ni underground, hatuna bosi. Tuna kikuu ambacho tumekutana watu wenye vipaji, tunasaidiana. Kuna changamoto ya kushuti, labda tunataka tukashuti, basi tunachanga, tunapata ile tunaenda tunachukua kamera, tunashuti. Kama hatuna tunavumilia, lakini na imani hizo changamoto zitaisha, ipo siku tutampata mtu atakuwa kama bosi, atatudhamini, tutaendelea kufanya kazi vizuri tu na mtapata kazi kwa wakati. Changamoto zimekuwa nyingi sana kwenye Msitu wa Bibi kiasi kwamba ni ngumu kuendelea tu kweli. Ila leo imetuuma kwa sababu Msitu wa Bibi imepokelewa vizuri na mmepokea vizuri mashabiki zetu. Tumefurahi, hatukutegemea. Kuna watu wenye akaunti kubwa walitucheka, nyie si nini na nini, lakini nyinyi mkasema sisi tutawashika mkono, na kweli tumeona mmetushika mkono. Kiukweli shukrani zote tunawagea nyinyi mashabiki zetu. Nyinyi ndio mnofanya sisi tupate nguvu ya kuendelea. Tunawapenda kiufupi. Timu nzima tumekaa wakasema unaomba bwana kiongozi simama pale tuombe msamaha mashabiki zetu kwa sababu umetupokea katika mapokezi mazuri sana kwenye Msitu wa Bibi. Tukakaa na uongozi tukadiscuss, tukaona tutumie kionjo. Hii video tukaamua tuweke mwisho wa kionjo chetu. Naomba jamani usidharau, isikilize. Jamani, tunaombeni kitu kimoja kwenu. Tunaombeni support. Support yenu ndio inatufanya sisi tunazidi kupata nguvu. Support yenu ndio inatufanya sisi tunazidi kukaa chini kutengeneza kitu kizuri ambacho utafurahia wewe na familia yako na jamii kiujumla. Itatuona sisi ni watu ambao tunafanya kazi, tunatuma vitu vinavyoeleweka pamoja na changamoto zote tunazozipata. Kiukweli kwenye mambo ya production yani hatuna vifaa, hatuna nini, tunajichanga, tuna kodi. Kuna muda ndio hivyo tunakosa hela, tunatulia bado tujichange tena tukodi. Lakini nashukuru Mungu hapo watu wenye moyo, kuna watoto pia wanatoa 500 zao 200 zao, tunaenda pale tunachukua kamera tunashoot. Kwa hiyo naomba mtusamee sana, ila kuna movie inakuja ambayo ndio hiyo hapa, nadhani umeanza kuiangalia hapo, inaitwa Mvaa Kinyago. Jamani, sio kazi ndogo, japo tunapitia changamoto kwenye kushuti nini, lakini tunakazana imani tupate kitu ambacho kitakuja kwenu mtafurahi. Jamani, Mvaa Kinyago sio movie tu, ni zaidi ya movie, ni zaidi ya uasilia wa maisha ya watu au maisha ya mtu au ya vitu ambavyo vinaendelea katika dunia hii yetu au katika ulimwengu wa sasa. Kwa hiyo Mvaa Kinyago ni movie ambayo utajifunza mambo mengi sana, mapenzi, drama, chuki, uchawi, vitu vingi utajifunza. Kwa hiyo mimi naomba Mvaa Kinyago usiikose. Mvaa Kinyago ni kali zaidi ya movie ya Msitu wa Bibi. Mvaa Kinyago ni Mvaa Kinyago kweli. Mvaa Kinyago hana baya. Jamani, naombeni mfuatilie sana hiyo movie jamani, naombeni msiache, tunahitaji support yenu. Niseme asante na wapenda, ila kitu kingine nawakumbusha, msisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Jamani, nimeangalia video yetu ya Msitu wa Bibi, nimeangalia wengi, watu takriban 1700 na bado inaendelea kuangaliwa. Jamani, kila mmoja aguse kile kialama chekundu cha jamani cha subscribe. Kile kialama tu kibonyeza pale jamani, unakuwa kwanza kupata video zetu na unakuwa tu support pakubwa. Pale kuna kazi gani mashabiki zetu jamani, kubonyeza tu pale. Tunaomba jamani mbonyeze, tuwalazimishi, tunawaomba kwa sababu bando ni la kwako, alafu wewe ni shabiki yetu, maamuzi unajisikia mwenyewe ufanyeje, umsupport usimsupport. Kwa hiyo ndio una maamuzi. Tunaomba jamani msubscribe, tunawapenda na tunawategemea. Na kwa yule ambaye anatamani kufanya kazi na sisi kama bosi mwenye vifaa kila kitu, tupo Mbagala
unapanda, ukifika Mbagala hapo unachukua magari unaenda Mbande. Ukifika Mbande unachukua bajaji au pikipiki zinazoingia sehemu moja inaitwa Tambani. Ukifika Tambani, sisi ndio tunapatikana huku. Hatuna bosi, tunajichanga kama tulivyosema, hatuna kambi. Kila mmoja na eneo lake la kuishi. Kwa hiyo naombeni jamani, bosi ambaye anataka kufanya kazi na sisi, tupo tayari kufanya kazi naye. Tunakaa mezani, tunazungumza tutafanya kazi kwa mfumo gani, tutafanya kazi kwa nani gani. Kama yeye tutaelewana, tutakubaliana, basi tutafanya kazi. Hatuna masiara, tunataka tufanye kazi, na ndio maana hatuna, lakini tunajitahidi sisi wenyewe kujipambania ili tufanye kazi. Niseme asante na shukuru, nawapenda sana. Angalia hili trailer, jiandae suni. Kesho au kesho kutwa inakuja movie ya Mvakinyago, usikose. Niseme chao. Mvakinyago analia moyoni, tabasamu usoni. Mvakinyago, Mvakinyago analinda wanyonge gizani.